أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa leo tujifunze mambo mawili. Imam Husaini mpaka anakwenda katika ardhi ya Karbala, anagharimu maisha yake, anagharimu nafsi yake, anagharimu maisha ya familia yake, anagharimu maisha ya maswahaba wake. Al-Imamu al-Husain katika miongoni mwa mafunzo anayotufundisha kwa kila mmoja anayotaka kuongoza, kwa kila mmoja anayetaka kuwa yeye ni kiongozi wa watu wengine, lazima amsome Imam Husaini, asome tukio la Imam Husaini, ya kwamba al-Imam Husaini anatufundisha mambo mawili. Tukio la Karbala, tukio liliofanyika mwezi 10 Muharram, juu ya kuuawa mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam al-Husain kuuawa kwake katika ardhi ya Karbala, hali ya kuwa amekaa zaidi ya siku 3 haja kunywa maji, ana kiu kikali, njaa imemzidi, mchana ni jua kali, usiku ni baridi kali. Lakini al-Imamu al-Husaini hakuona kifo kwamba ndiyo mwisho wa malengo yake, bali aliona kifo ndiyo chanzo na chachu ya kufanya malengo yake yatimie. Na malengo yake yalikuwa ni kusimamisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa al-Imamu Husaini katika tukio la Karbala anatufundisha mambo mawili. Jambo la kwanza, wewe kama kiongozi ambaye kwamba unataka kuongoza watu katika madaraka yako, utambue ya kwamba kuwa ni kiongozi wewe, basi lazima ujitolee kwa kila kitu chako ili maisha ya watu wengine waliokuwa chini yako waishi vizuri. Wewe kiongozi ambaye kwamba unaongoza watu, lazima utambue nafasi hiyo ni nafasi ya kugharimu maisha yako kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Kwa maana turejee kidogo katika Uislamu, historia ya Kiislamu. Dini yetu ya Kiislamu haikusimama isipokuwa kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni mali ya Bi Khadija. Bi Khadija alijitolea mali yake mpaka ikaisha. Jambo la pili ni upanga wa Imamu Ali alayhi salam. Imamu Ali aligharimu maisha yake kupigana vita kwa ajili ya nini? Ya Uislamu usimame. Na jambo la tatu ni akhlaki ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mambo matatu haya ndiyo mambo ambayo kwamba yaliyofanya na yaliyosababisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka leo hii tunayo na tunajisifia kwayo. Sasa al-Imamu al-Husain alayhi salam katika ardhi ya Karbala anatufundisha mambo mawili. Wewe kiongozi, wewe msimamizi wa mambo ya watu wamekupa dhamana wewe usimamie mambo, uendeshe mlolongo ambao kwamba utakuwa sahihi katika maisha na maendeleo na ya kibinadamu. Jambo la kwanza ni kujitolea kwa kila kitu. Al-Imamu al-Husain katika ardhi ya Karbala kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alijitolea maisha, aligharimu maisha ya familia yake. Al-Imamu al-Husaini aliwatanguliza familia yake na watoto zake, aliwatanguliza kwenda kupigana vita ya kutufundisha ya kwamba unapokuwa ni kiongozi, basi wewe tambua uwe ni dhamana ya watu ambao kwamba unawaongoza. Al-Imamu al-Husaini aliwatoa watoto wa kaka yake Al-Imamu al-Husaini wakachinjwa. Alimtoa mwanaye mdogo akachinjwa. Yote haya ni kwa ajili ya mustakbali wetu ambao kwamba sisi tutakao kuja kuishi baada ya nini? Ya kifo cha Imamu Husaini. Al-Imamu Husaini yeye lengo lake alitaka kutuachia nini? Uislamu ambao kwamba uliokuwa ni safi na salama, akagharimu maisha ya familia yake. Lakini Al-Imamu al-Husain katika ardhi ya Karbala anatufundisha kama wewe ni kiongozi, pale unapoona kwamba kifo chako wewe ndiyo sababu ya maisha ya watu wengine kuishi kwa usalama, kwa amani, kwa upendo, basi hakuna budi upoteze maisha kwa ajili ya watu wengine. Na huu ndiyo ukweli, ndiyo uaminifu, mpaka watu wanakuchagua wewe kuwa kiongozi. Maana ya kwamba uwe tayari kupoteza maisha kwa ajili ya watu. Imamu Husaini alikuwa tayari kupoteza maisha yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya Uislamu uweze kutufikia sisi hali ya kuwa upo katika mikono salama, Uislamu ambao kwamba uliosalimika. Imam Husaini akagharimu maisha yake, akagharimu maisha ya maswahaba wake, wakachinjwa katika ardhi ya Karbala. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Uislamu lazima utufikie hali ya kuwa ni salama. Fata historia, kabla ya kifo cha Imam Hussein, waliojiita ni viongozi walikuwa wakiswalisha watu hali ya kuwa wamelewa. Wanaswalisha watu swala ya subuhi, wanaswalisha rakaa 4. Lakini al-Imamu al-Husaini haikuwa au hapakuwa na mbinu yoyote ya kuondoa jambo hilo. Umma utambue kwamba Uislamu uliokuwa ni sahihi aliyetuachia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Husaini akagharimu maisha yake katika ardhi ya Karbala na watu wale wakamchinja. Kwa hiyo ndugu zangu, al-Imamu al-Husaini anatufundisha ya kwamba wewe ni kiongozi, una nafasi ambayo kwamba watu wamekupa dhamana, watu wamekuamini, basi ni lazima ufanye kwa kila namna ili maisha na menendo ya watu iende sawa, kama al-Imamu al-Husaini alivyogharimu maisha yake kuuawa katika ardhi ya Karbala. Watu wakamchinja mjukuu wa Mtume, ila ilikuwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Uislamu utufikie sisi. Leo hii tunajinadi na kujiita Waislamu, lakini lazima tutambue kutufikia huu Uislamu ilikuwa ni kwa ajili ya kifo cha al-Imamu Hussein alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, leo tujifunze na haya yaliokuwa machache, tutaendelea kujifunza zaidi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin.